Allah anasema alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Hii ni miezi ambayo Mungu kaitaja kwamba hija ni miezi maalum itakayomfaridhikia yule ambaye itamwajibikia hija, basi fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khair ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Kwa moja kwa moja pamoja na utukufu wake, lakini Mwenyezi Mungu kaiweka hii miezi hii kwamba ndio miezi ya hija. Maulama katika tafsir wanaeleza miezi ya hija ni huu uliopita Shawwal na huu Dhulqaada na siku 9 za Dhulhijja. Hii ndio miezi ya hija. Alhajju ashhurun ma'lumat, japo walokuja kusema na siku 10 za Dhulhijja, lakini akidi ni kwamba ni zile siku 9 kwa sababu ina hija inamaliza siku ya Arafa. Watukufu Islam, kwa maana hiyo hatuna budi kuielezea ibada ya hija, hasa kwa wale ambao wana nia au tayari wameshatia nia na tayari wako tayari kusubiri safari. Watukufu Islam, hija imetajwa katika Qur'an. Yoyote ambaye atatukuza yale yaliyotukuza Allah subhanahu wa ta'ala, huo ndio ucha Mungu. Kwa maana yetu au kwa maana hiyo tunatakiwa na sisi tujue tuko kipindi gani. Tunatakiwa tuelewe na tufahamu kwamba kipindi hichi ni kipindi kitukufu, kipindi ambacho mara tu baada muda mchache Mwenyezi Mungu atatangaza kutoka mbinguni kwamba shuhudieni kwamba nimewasamehe waja wangu hawa wote waliokuja kufanya ibada hii. Ni jambo kubwa sana, jambo ambalo mpaka sisi tulio huku ambao hatukwenda kufanya ibada ile ya hija, kuna siku maalumu imeandaliwa, siku ya Arafa, kufunga ili kupata msamaha. Na akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba saumu ya Arafa unasamehewa makosa yaliyopita, mwaka uliopita na mwaka unaokuja. Hii ni zawadi kubwa. Kwa maana hiyo tuko katika kipindi kitukufu sana, kipindi ambacho lao tuwajua tufahamu, basi tusingefanya maskhara katika kipindi hiki. Mara tu baada ya kutoka mwezi wa Ramadhani tukaingia katika ibada hii ya hija, hata kama hatuendi ibada ya hija, hatuendi kufanya hija, lakini tukajiandaa na kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana hiyo tukufu Islam, hija ni jambo ambalo limetajwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema walillahi ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wale wenye uwezo wakahiji kwa ajili yake. Wenye uwezo wametakiwa kwenda kufanya ibada ya hija. Tukufu Islam, ibada ya hija ni ibada ambayo nguzo katika nguzo wa Uislamu, bunia al-Islam ala 5 zikatajwa, mpaka ile kwenda hija kwa mwenye uwezo. Lakini watu wengi sana ibada ya hija hawajaipa umuhimu wake, na kila ukiwauliza kwa njia moja au nyingine, taban hakuna jawabu kamili. Ni Ibilisi ambaye anawachezea, mara kuambia mimi bado, mara sina uwezo, mara tusubiri kidogo nizeeke, kadha wa kadha wa kadha. Wakati ibada hii ya hija unatakiwa uifanye wewe kama vile ibada ya sala imekufaridhikia sasa hivi lazima usali. Kuache kusali ni dhambi kwako. Sasa hivi ikija Ramadhani, wakati wa Ramadhani upo na sharti zote za saumu unazo, hukufunga, unapata madhambi na makosa na utapata adhabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Zaka vile vile, kama ukiwa na uwezo na ukawa hutoi, utapata dhambi na utapata majukumu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile ibada ya haji, leo imekuwa ibada ya haji kama ni jambo la khiari hivi. Hija si khiari kwa mwenye uwezo.
haiangalii umri hija. Hija inaangalia umepata uwezo, nenda hija. Na yoyote ambaye atakuwa na uwezo wa kwenda hija na asende, kifo kikamfikia, basi achague ni dini gani atakufa, si Uislamu. Kwa hiyo tukufu Uislamu, hili tuliangalia kwa umakini sana, tuhimizane. Watu walioelewa hija wanafanya malengo ya hija na wanakwenda hija mpaka nafasi zinakosekana. Lakini leo hapa Tanzania tumepewa nafasi nyingi sana, lakini watu hamna. Na watu wana uwezo wa kwenda hija, lakini hawataki kwenda hija kwa sababu tu bilisi kawashika, na wao mwenye wao bilisi nafsi imewashika, hawapati msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu bilisi anajua kwamba alhajj mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna, hija iliyokubaliwa haina malipo isipokuwa ni pepo.